Naam, karibu. Familia moja katika eneo la Isebania inalilia haki baada ya mwana wao kupigwa risasi na maafisa wa polisi. Kulingana na familia ya James Chacha Marwa mwenye umri wa miaka 35 alipigwa risasi na afisa wa polisi kwa tuhuma za kuiba gari, tuhuma ambazo baadaye zilibainika kuwa si za kweli. Aidha, Marwa alikuwa amekamatwa kwa kushukiwa kuiba gari na baadaye kuachiliwa huru. Familia hiyo sasa inataka polisi aliyehusika akamatwe na kushtakiwa. Bosi wangu aliweza kuja pamoja na ndugu yake na mapolisi watatu, ambapo waliweza kufika eneo ambapo nilikuwa nafanya kazi, nilikuwa napakia Senate. Hao polisi waliweza kunishika wakinituhumu kwamba mimi ni mwizi. Wakaweza kunibeba ambapo walitoka na mimi maeneo mahali nilikuwa nafanya kazi kilomita 2, wakanipeleka kwenda kwa karibu na forest ya Kofi. Kilomita pamoja nilikuwa nafanya kazi. Waliponifikisha waliniambia niingie kwa mto ndani kwa maji. Nikaingia ndani, afu yule polisi akaniambia nivuke nikuwe ng'ambo ya ile mto, ambapo niliweza kuingia hapo kwa mto nikavuka, ambapo niliweza kupigwa risasi. Baada ya kuwa nimeisha pigwa risasi, waliniamuru nitoke maeneo nimepigiwa risasi, nirudi kwa eneo ambayo walikuwa wakiwa wamesimama hapo. Waliniweza kuniamuru pamoja na huyo ndugu yake bosi, akaenda anipige na mti, lakini huyo polisi mmoja akamkataza asinipige na mti. Waliniweza kunitoa hapo kwa forest, wakanipeleka kwa lami, nikaweza kuwa natembea na vuja damu, ambapo mmoja wao aliamuru niweke kwenye pikipiki aina ya tuktuk. Tukapata mzee wangu anavuja damu, tukashughulikia akuwa amepata matibabu, tukashughulikia, tukaenda police station, tukaambiwa tumewakabidhi mtu wenyu mpeleke hospitali nyingine. Tukachukua tukapeleka kwa hospitali ya private, na nimekaa na mume wangu miaka 8 sijaisikia ni mwizi. Sasa hiyo siku nilishangaa sana. Sasa hivi ni mimi ninachoona ni kwamba ameiterekeza huyu tajiri wake, kwa sababu yeye ndio alikuwa jembe. Sasa kama jembe likishafunjika, jamani, mtu ataendaje shambani? Kwa maana hiyo mimi ninaomba, sio kwamba kulazimisha, ninaomba serikali pamoja na IPOA na wananchi wenzetu wa Somalia wema, na pamoja na wale wote watakayeona jinsi watakayomsaidia huyu kijana wetu.